aibu kubwa kwa jeshi la Ukraine. Askari wanatoroka majukumu waliopewa huko vitani. Na taarifa ni kuwa mwezi uliopita, mwezi wa 10, askari 21,609 wamekimbia majukumu kwenye mstari wao wa mbele. Na ili kuficha kuwa wanauawa au wanashindwa vita, basi wale ambao wanataka kukimbia huwa wanauliwa na askari wenzao wa Ukraine. Na haya yameongelewa au ameongea bwana mmoja ambaye yeye alikuwa ni askari wa Ukraine, na hii niliiona kwenye Times of India. Waliposti hii na clip yake ile. Yeye alikuwa ni askari wa Ukraine, na anasema kuwa cha ajabu ni kwamba watu wanarudi nyuma kwa sababu vita ni vikali. Na juzi hapa, kumbuka, Urusi amepeleka jeshi au wanajeshi 100,000 kutaka kuhakikisha anauchukua mji wa Pokrovsk. Na ni mji muhimu sana, ni mji ambao pia unapitisha silaha nyingi kuelekea huko Ukraine, yani kwa gari, kwa treni. Kwa ni mji muhimu, ni mji wa kimkakati ambao Urusi akiukamata ama kiushika ule mji, matokeo yake ni kuwa basi uwezo wa Ukraine bado utakuwa ni mdogo kwa hiki ambacho amekuwa akisapotiwa silaha nyingi sana na zinapitia hapa kwenye huu mji wa Pokrovsk kuelekea huko Ukraine. Kwa hiyo tunakumbuka Putin alipeleka hapo wanajeshi kama 100,000 hivi. Ni wakubwa sana. Yani ni idadi kubwa mno. Kubwa sana hiyo idadi. Wanajeshi 100,000 kuwapeleka pale ni idadi kubwa mno. Akawa wameipeleka pale au wamewapeleka pale. Sasa hawa wanajeshi wa Ukraine wanasarenda. Na wakisarenda wanakuja kuuliwa na vikosi vyao wenyewe. Alafu cha ajabu ni kuwa Urusi ndiye anayewasaidia. Nadhani unakumbuka vizuri sana nilipokuwa na kupa taarifa kuhusiana na ilikuwa ni kombora lile ambalo Urusi alilizindua, na ilikuwa kwenye posti fulani ambayo niliweka hapa. Lakini alikuwa amevaa nguo za kijeshi, kama mnakumbuka. Vladimir Putin amevaa nguo za kijeshi, na wakamwambia wataalamu wa vita kule uko Ukraine, maana alikuwa ni kwenye kambi mojawapo kule Ukraine, kambi ya Urusi. Wataalamu kule wa vita wakamwambia kuwa tayari wameshawazunguka wanajeshi 10,000 wa Ukraine katika lile eneo. Ni ukanda wa Donbas uko na kuongelea. Katika ile eneo wameshawazunguka wanajeshi 10,000. Na Putin alimwambia, waliwaagiza wale viongozi, akaambia hao wanajeshi mliowazunguka, angalieni basi namna mnavyowatreat ili wasipate madhara. Imagine, yani anayeongea hivyo ni Putin ambaye ndo angesema hao wanajeshi huwa wote hapo. Lakini akasema angalieni mlivyowazunguka na wasipate madhara. Madhara yasitokee madhara makubwa sana. As long as wanajisalimisha basi muwatreat vizuri. Sasa ndicho ambacho huyu askari wa Ukraine ambaye alichokuwa katika madai yake, alikuwa anadai kuwa wanauawa na vikosi vyao, akasema kuwa cha ajabu kuwa kuna askari waliokuwa wanatoroka majukumu yao wakashambuliwa na askari wenzao wa Ukraine. Ni Urusi ndio wakaja kuwasaidia kuwaokoa wale askari waliokuwa wameshambuliwa pale, na wakawachukua kwenda kuwatreat vizuri. Ndio pale unakumbuka sasa tulisema hii mahakama ya ICC ilipotoa arrest warrant ya kumkamata Vladimir Putin akiwa na makosa 20,000, lakini kosa mojawapo eti aliiba watoto kutoka Ukraine na kuwahamishia kwenda Urusi. Tunakumbuka watoto ni 3 milioni aliowatoa pale kuwaepusha na vita
vinavyoendelea, kwa sababu vita vinapotokea wahanga wakubwa wanakuwaga ni wanawake pamoja na watoto na raia wengine ambao wao sio wanajeshi, lakini angalau wanaume hata kama sio mwanajeshi basi kuna namna vile ambavyo atakimbia, lakini wahanga wakubwa wanakuwaga ni wanawake pamoja na watoto vita vinapotokea. Kwa hilo Vladimir Putin analijua, na ni mtu anayepigana vita kwa kufuata sheria za kimataifa, kwa sababu sheria za kimataifa zinakutaka usipige watoto, usipige wanawake, usipige raia wasiokuwa na hatia, usishambulie miundombinu kama vile hospitali, usishambulie miundombinu kama vile shule, usishambulie miundombinu kama vile nyumba za ibada, misikiti na makanisa. Hivyo vyote usivifanye. Ndio sheria za Umoja wa Mataifa zinavyotaka. Na ndio maana nimekuwa nikikwambia sheria hizi zote yule waziri mkuu wa Israeli amezivunja zote pale hapo Gaza. Lakini tofauti na Putin, na aliona kuwa there is no way tukasema tutaanza kupigana wakati watoto wako hapa alafu useme hawa watoto hawatadhurika kwa namna yote ile. Sasa namna nzuri ni kuwaondoa kabisa, kuwapeleka eneo salama ili huku sasa wapigane wao askari kwa askari. Ndio maana iko hivyo. Lakini sasa hiyo Vladimir Putin anafuata hizo sheria zote. Lakini pia kwenye sheria za Umoja wa Mataifa, mateka usiwatendee vibaya. Ukiwakamata mateka usiwatendee vibaya. Lakini sasa hii kuepusha hiyo aibu, ndio maana unaona sasa utawala wa Ukraine bwana Zeleboy au Volodymyr Zelensky kama wengi mnavyomjua, sisi tunamuitaga Zeleboy. Ndio kwa kufuata hilo bwana Zeleboy yeye akaona sasa kuliko haya mambo yaende hivi, kwao wanawaambia sasa wale wa askari wengine, mkiona hao wanasarenda ni bora kuwaua ili tusije tukafanya nini, tusije tukapata aibu. Sasa unaambiwa tangu vita vimeanza miaka 4, askari ambao wametoroka majukumu yao vitani wanafika askari 100,000. Uhalisia wa vita kule mbele kwenye vita wanaujua na wanauelewa. Na mnakumbuka askari wengi walipokuwa wamekufa pale Ukraine, mtakumbuka vizuri sana kuwa Volodymyr Zelensky akaanza kukamata raia mtaani na kuwapeleka kwenye uwanja wa vita. Hilo mtalikumbuka vizuri sana. Na hata sasa unaambiwa baada ya askari hawa kutoroka na kuyaacha majukumu yao, inabidi wale askari ambao hawajasarenda sasa wao wafanye kazi mara 2 au mara 3 zaidi. Kazi ambayo ilikuwa inafanywa na askari, kwa sababu kama mimi ni askari, alafu kuna askari mwenzangu hapa, tunashambuliana na adui, alafu huyu akaondoka, itabidi mimi nifanye kazi ya kwangu nifanye na ya huyu. Sasa wameondoka askari 2. Wakiondoka 2 manake nitafanya kazi ya askari 2 pale. Kwa mzigo unakuwa ni mzito. Ndio maana unaona Urusi anaendelea kusonga mbele, kwa sababu wanasema hawa askari wa Ukraine hawajaliwi sana na serikali yao, hawajaliwi sana na maafisa wao kama jinsi ambavyo askari wa Urusi wanavyojaliwa sana, au wanavyowajali uongozi wao unavyowajali, tofauti kabisa na hawa. Kwa ndio maana sasa unaona wamekuwa wanarejea nyuma. Sasa hii ni aibu. Imekuwa ni aibu. Ndio maana wale askari wanaorejea nyuma inabidi tena jeshi lao lianze kuwaua wao wenyewe. Badala ya kuwatia moyo, badala ya kuencourage, kuwaambia kuwa hapana jamani, lazima tuweze kupambana, tupambanie taifa letu na nini, wakitaka kurudi nyuma, hawa askari wa Ukraine wanaua askari wenzao. Jambo ambalo sasa ndilo linaendelea kumpa ushindi Vladimir Putin. Nyinyi mtashindia wapi kama mnaanza kuuana wenyewe kwa wenyewe, mmegeukana, mnaanza kuuana wenyewe kwa wenyewe? Mtashinda kwa namna gani hivyo vita? Kwa hiyo haya sasa ndio ambayo yameripotiwa huko kwenye uwanja wa vita ambako wanapigana hawa askari, vita hivi vilivyoko kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Askari hawa wanaporejea nyuma au wanaporudi nyuma, basi wanauliwa. Lakini ni idadi kubwa sana. Ndani ya mwezi mmoja askari 21,609 kutoroka majukumu yao. Ni idadi kubwa mno. Kwa hili hata kabla askari wa Urusi hawajafika pale kwanza kupigana, manake tayari ushindi unakuwa umeshapatikana kwa namna hiyo, ndugu zangu. Nikaona niweze kuwapa hiyo taarifa basi ili tuweze kujua ni nini kinachoendelea duniani. Otherwise, asanteni sana. Tunawashukuru kwa support zenu kuendelea kutufuatilia hapa katika channel hii ya Ukuu wa Mwafrika.